Leo maombi ya kudharau amri ya mahakama ambayo ni maombi namba 2445 ya mwaka 2025 yaliyofunguliwa na Said Isa na wenzake, ambayo yalikuwa yanawataka wajibu maombi akiwepo makamu mwenyekiti na katibu mkuu pamoja na watendaji wengine wa chama waweze kukamatwa na kufungwa gerezani kwa sababu walikiuka amri ya mahakama ya tarehe 10 Juni mwaka 2025. Maombi hayo yalisikilizwa hapa mahakamani mbele ya Jaji Amiri Mbagwa. Baada ya kusikilizwa, kwanza tulipeleka mapingamizi manne, na katika mapingamizi hayo manne jaji akatoa amri kwamba yasikilizwe mapingamizi pamoja na hoja za msingi au maombi yenyewe ya msingi. Tukasikilizwa, ilikuwa tarehe 28. Baada ya kusikilizwa, jaji akapanga tarehe ya leo kwa ajili ya kutoa uamuzi kama aidha kweli mapingamizi yana msingi, kweli walikiuka amri ya mahakama. Sasa tumefika leo kwa ajili ya uamuzi. Jaji amesoma uamuzi ambapo kimsingi pingamizi mojawapo ambalo lilikuwa linahusu ukomo wa madai, ambayo ilikuwa tunasema kwamba ili ulete maombi kama haya mahakamani lazima ulete maombi haya ndani ya muda. Kama kuna mtu amekiuka amri ya mahakama, sheria inasema lazima ulete madai yako ndani ya siku 60 kuanzia tarehe ambayo amri hiyo au malalamiko hayo yameanza kutokea. Katika shauri hili itakumbuka kwamba tarehe 16 Juni, baada ya amri ya tarehe 10, makamu mwenyekiti alitoa taarifa kwa vyombo vya habari kwamba tarehe 17 atahutubia umma juu ya nini kinachozungumzwa katika amri ya tarehe 10 Juni mwaka 2025. Na tarehe 17 Juni mwaka 2025, makamu mwenyekiti ambaye ni John Heche alizungumza na umma kwamba ni nani ambaye anahusika na amri ya mahakama iliyotolewa mbele ya Jaji Mwanga, na akasema wanaohusika na ile amri ni katibu mkuu pamoja na bodi ya wadhamini ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, sio mtu mwingine yoyote katika kufanya shughuli za kisiasa. Sasa ukihesabu kuanzia tarehe 17 Juni mpaka siku ambayo wanafungua shauri hili mahakamani ambayo ilikuwa tarehe 3 mwezi wa 10, zimepita siku 60 ambapo ni siku 106. Na sheria inasema ukifungua shauri nje ya muda basi maombi hayo hayako kihalali mahakamani. Na kweli jaji ametupilia mbali maombi hayo bila gharama, na hayo ndio maamuzi ya mahakama yaliyotolewa leo mbele ya Jaji Mbagwa.